moyo wangu ukae kimya. Amen. Wapendwa, mko salama? Amina. Mimi pia ni mzima, namshukuru Yesu. Amenilinda kwa njia zote hizo. Amekuwa pamoja nami siku zote. Mlio nyuma simsonge mbele tu jamani. Wamama, songeni tu, ujaze hivi vitu vya mbele. Ina watu? Wako wapi jamani? Kwa sababu mkiwa mbali hivyo, mama mlio nyuma kwa mbele, kuna viti hapa. Mko nyuma, naomba msongee tu. Huwa ina changamoto sana namna hiyo, ina changamoto sana. Naomba msongee, naomba msongee. Naomba msongee. Ninamshukuru Yesu kwa sababu ya neema anayotupatia, na pia wageni wetu mliofika siku ya leo. Wengine tulikuwa nao jana, wengine juzi. Imempendeza Yesu tuongezeke namna hii. Kwa wageni ambao ni mara yao ya kwanza, mimi kwa majina najulikana kama mchungaji Charles Ongoro, na niko hapa Bombolulu, na mumeahidi kwa vinywa vyenu kwamba tutatembea pamoja. Ninazidi kuwaombea Yesu awatie nguvu na pia mpate nafasi ya kuweza kufika katika ibada zote. Vijana, nyinyi wote ni vijana. Siku ya Jumamosi ambayo inakuja, nimearifiwa nikiwa pale nyuma ya kwamba kutakuwa na kongamano la vijana, na kuna mafunzo ambayo vijana waliniambia kwamba mwalimu wao Mama Tuti angependa kuanzisha. Ni mafunzo mazuri. Kwa hiyo ninaomba vijana wote siku ya Jumamosi ijayo saa 8 mkafike hapa. Hata wale wageni ambao mmefika leo, mfike hapa siku ya Jumamosi saa 8 tufundishane. Nitakuwa hapo pia mimi, Mama Tuti, walimu ni wengi, Mama Teresia pia atakuwa hapo. Kwa hivyo ninawaomba mfike vijana, ili tupate kufundishana zaidi kwa mambo mengi ambayo yatatusaidia katika maisha yetu. Kwa hivyo mnakaribishwa, si sawa? Nitaanza kwa safari yangu. Wiki iliyopita sikuwa hapa, nilikuwa nimealikwa sehemu za Ukambani, na aliyekuwa amenialika anaitwa Festus Mwoki. Kama uliangalia ile CD ambayo tulikuwa tunamzika mke wa mtumishi Makenzi, kuna mzee mmoja alikuwa mfupi na ana mtu kidogo, alikuwa karibu sana na mtumishi Makenzi. Kwa hiyo CD ukiangalia ndiye huyo mzee. Urafiki wetu ulianza huko Malindi, na akanialika. Alikuwa na semina yake ambayo ilikuwa ni ya siku 3. Kwa ule urafiki akanialika, lakini tuliposafiri tukifika kule, mambo hii ya serikali inayosema kuna huu ugonjwa wa kipepo corona, ikawa wale watu ambao walikuwa wamewaalika wakamwambia hatutakuja kwa sababu ya usafiri, na pia kwa sababu serikali ilikuwa imesema mambo kadhaa. Sasa hiyo semina yake ikawa haina nguvu, lakini kwa vile marafiki ni wengi tu, ikabidi tupitie Kyandula kwa mtumishi Maundu. Basi tukakaa pale, tukafanyika semina ya ghafla kwa vile tulikuwa pale, na tukahudumu pale. Nilikuwa na mtumishi James, Pastor James yuko pale nyuma, tulikuwa naye, na pia tulikuwa na ndugu yetu Marigo, tulisafiri pamoja naye tukiwa watu watatu.
na tunashukuru tulienda na tukarudi vyema, na huenda wiki ambayo ni ya tarehe 9 tukatembelewa na sisi na wageni kadhaa, ambayo nitawaambia wiki ijayo kulingana na hali vile ilivyo sasa. Siwezi kuambia mengi, lakini by Jumapili ijayo nitawaambia kile kinachoendelea, kwa sababu urafiki ndio huo, si ndio? Kutembeleana na ndio urafiki unazidi. Kwa hiyo nitazidi kuwasiliana na hao wageni, na by Jumapili ijayo nitakuwa nimeshawaambia, lakini kuna ripoti mtapata wa mama, wazee na hata vijana kutoka kwa viongozi wenu, na mkifuata hiyo tutakuwa tumesaidiana, kwa sababu ni matayarisho. Si sawa sawa? Ni vizuri tufanye hata kama ni vijisemina vidogo vidogo, si sawa? Tuna 2 watatu wachungaji kadhaa wanakuja, tunapata kitu na wao wanapata kitu, si ndio hivyo? Tunageuzana namna hiyo, na Yesu anatubariki. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo siku ya Ijumaa ndio tuliingia kule. Jumamosi kukaandaliwa hiyo semina. Aliyeanza kufundisha ni ndugu Marigo, akafuatia Pastor James, kisha nikamalizia. Jumapili vile vile akaanza Pastor James, akafuatia Marigo, kisha nikamalizia. Huwa sitembei na mtu na asifanye kazi, kwa sababu hii kazi si yangu, si sawa? Tukitembea na wewe lazima utafanya kazi ya yeye. Si sawa? Siku nikikwambia twende mahali ni uwe tayari. Usione ugumu kutumia upanga wako kumwaga damu, si sawa? Unatumia upanga wako na watu wanabarikiwa pale, si sawa? Kwa hivyo ndivyo ilivyo. Tulitumika vizuri na tukarudi vizuri, na ninamshukuru Yesu kwa hilo jambo. Pigia Yesu makofi. Kwa mara ya kwanza leo nitaongea kwa amri, kama vile maandiko yanavyosema ya kwamba kuna wakati Yesu alihubiri kwa amri, sio kama waandishi wao, lakini alihubiri kwa njia ya kuamrisha. Si sawa? Ningependa tu kusema jambo hili kwa upendo na kwa amri, ya kwamba shuhuda ni nyingi tunazipata hapa mbele, na ikiwa hauna ushuhuda wa kujenga kanisa, afadhali usije mbele kutoa. Sasa kuna shuhuda za kubomoa na kuna shuhuda za kujenga. Kama una ushuhuda wa kujenga kanisa, tulia mahali uli, usisimame hapa mbele na ushuhuda wa kubomoa kusanyiko. Hatukuitwa tuje tufukuze watu kwa Yesu, tumeitwa tulete watu kwa Yesu, na hiyo tunaifanya kwa kuvumiliana. Mtu anaweza kuwa ajui kitu fulani, hana hivi, lakini tusitoe shuhuda za kuvunjana moyo. Si sawa? Kama una ushuhuda, afadhali unyama, kwa sababu tumeitwa tulete watu kwa Yesu. Kuna shuhuda za kuvunja moyo na kuna shuhuda za kujenga kusanyiko. Na kuomba sana, kama una ushuhuda wa kujenga kusanyiko, usije mbele. Ni sawa? Jambo lingine ni kwamba si vibaya kuuliza kama mgeni aliyetutembelea ama ambaye atajiunga na sisi ama ambaye yuko na sisi, aidha ni kijana au ni mama au ni baba, si makosa yote, si sawa? Kwa hivyo inapendeza tujue, ndio tujue hapa ndani tuna viongozi wa mama na viongozi wa vijana na wazee. Kwa hiyo kuuliza kwamba wewe ni nani, tunataka tukuweke mahali ambapo utapatana na wenzako vizuri, si sawa? Kwa hivyo hatuulizi kwa ubaya, kama vile ndugu yetu Kioko alivyofanya. Ameuliza kutaka tu kujua, je, vijana wameongezeka, ambapo ni furaha yao pia vijana kujua ya kwamba wameongezeka, si sawa? Kwa hiyo wageni wetu pia nawasihi kwamba hatuulizi kwa ubaya, ila ni kutaka tu kujua wamama watafurahia wameongezeka wangapi, wazee wameongezeka wangapi, na pia vijana wameongezeka wangapi. Pigia Yesu makofi. Ndugu yetu Hamaton, tunashukuru sana kwa ushuhuda wako. Yesu akutie nguvu
Na jambo ambalo ningependa kusema kwa wote ni kwamba wakati ambapo umeamua kuokoka, ndio shetani yuko karibu na wewe sana. Na kama ulikuwa na marafiki kadhaa, ulikuwa na ndugu kadhaa ambao wangekuregesha nyuma, ni vizuri sana kuanza mwendo mpya. Nina imani ndugu Hamaton, kwa ushuhuda wako na kwa ujasiri ulio nao, ninajua Yesu anaenda kukuinua. Pigia Yesu makofi. Kwa sababu mtu yeyote ambaye ameokoka kweli haogopi kutoa ushuhuda wa yale mambo alipitia. Yuko wazi na kile alipitia, kwa sababu hana haja na hivyo vitu tena, zimemtoka. Si sawa? Ndugu yangu, Yesu akubariki na tunakuombea. Tuna imani ya kwamba utazidi kuongoza. Ninasisitiza kwamba kuna pesa ambayo mtumishi Mackenzie alinituma niwaambie ya kwamba tujitolee na shilingi 1,000 au zaidi kwa ajili ya semina ambayo itaandaliwa Nairobi, ambayo anaita international, itakuwa ya nchi zote. Na tuliombwa kila mmoja ama kila kichwa kitoe 1,000. Ninasisitiza tu leo, kulingana na tangazo ambalo limekuja, wapendwa, tujitahidi kutoa hiyo pesa. Mtumishi Mackenzie ni mtumishi wetu, ni vizuri tukimshika mkono. Hata kwa wageni wetu ambao mmeingia, tuko na hiyo pesa, na ni mtumishi Mackenzie alituambia tufanye hivyo ili afanikishe mkutano ambao utakuwa Nairobi mwezi wa 5, tarehe 1, 2 na 3, kama Yesu amepanga, na kama itaahirishwa pia nitawaambia. Si sawa? Kwa hiyo tulisema muda ambao tuko nao unaweza kutoa kidogo kidogo, 200, 500 mpaka umalize, alafu zikishakusanywa tutazituma kwa mtumishi Mackenzie. Kwa hiyo tuendelee tu kufanya hivyo ili injili isonge mbele. Si sawa? Pigia Yesu makofi. Kuna tangazo ambalo limekuja, nataka tu nisisitize kitu kidogo, kwamba kuna mchakato ambao umetajwa na haukuelezwa kwa undani zaidi. Wacha nimsaidie mzee Tuti kidogo hapo. Huu mchakato ambao umetajwa ni mchakato wa maendeleo ya kanisa, na nataka niweke wazi kidogo ndio tupate kuelewa kitu hapo ndani. Si sawa? Kwa sababu ukiambiwa ni mchakato, huwezi jua ni mchakato ni nini kinafanywa. Si sawa? Ingawaji tuko na kamati ya ujenzi au ya maendeleo ya kanisa, tuko nayo, ambayo inaongozwa na mzee Tuti. Sasa kueleza kwangu ni kwamba hiyo plani ya ujenzi huo haukuwa karibu nasi sana, lakini Yesu anaweza fanya lolote wakati wowote. Si sawa? Kuna ndugu hapa kanisani alinifuata akanipatia kiwango fulani cha pesa, na akaniambia kama mchungaji nitumie kwa kazi ya kanisa, na kuna zile nilichukua nikatumia kwa sehemu fulani, ama zingine bado nitatumia kwa sehemu fulani. Lakini sehemu ambayo nilikuwa nataka niambiwe na kamati ya ujenzi ambayo inaongozwa na mzee Tuti, wakaniambia wao kwa sasa wangependa kujenga hii madhabahu. Si sawa? Kwa sababu nawauliza waniambie ni kipi wanaonelea wanataka kufanya kwa sasa. Wakaona ya kwamba wanataka kujenga hii madhabahu iwe juu kidogo, alafu mtumishi atakayetumika atakuwa juu, tutafunika, alafu itakuwa juu kidogo ambapo inaonekana kwa njia ya sawa. Si sawa? Na katika zile pesa ambazo nilikuwa nimepewa, nilipoangalia mambo ambayo tuko nayo hapa kanisani, kwa upande wangu kama mtumishi, nikaona ya kwamba zile pesa ambazo nilikuwa nimepewa, nichukue shilingi 10,000 kwa hizo pesa nipeane kwa kamati, kwa sababu ni pesa ambazo nilipewa. Si sawa? Na nimeahidi hiyo kamati ya kwamba wakiwa tayari nitawapatia 10,000 kutoka kwa zile pesa ambazo nilikuwa nimekabidhiwa na huyo mpendwa. Si sawa? Sasa hiyo 10,000
wakakaa kama kamati Jumapili zilizopita, wakaniletea makadirio yao ya bajeti ya kujenga hii madhabahu, na ikawa imepita, nafikiri inasema 26, sawa. Sasa wanatafuta kitu kama 16 hivi, sawa sawa. Ndio maana tunaitisha mchakato ili tukamilishe bajeti ya wale ambao wako katika kamati, si sawa? Kwa hiyo mchakato tunapofanya ni ya kujenga hii madhabahu, na hiyo bajeti yote imefanywa na kamati ya TUTI, ikanipatia ripoti kwamba nafikiri 26,000 na nitawapa 10, sawa sawa. Alafu hizo zingine tutafanyia mchakato tumalize hiyo sehemu. Nafikiri hapo mmenielewa, si sawa? Kuna mtu hajaelewa? Na huo ndio upendo, kwa sababu ni ndugu ambaye yuko hapa na amejitolea kushikilia mahali kanisani. Si inapendeza wapendwa? Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo huo mchakato wa Jumapili ijayo, wamekwambia beba chochote kile Yesu atakupatia, basi tutapeana, na mimi zangu zile 10 nitahand over kwa kamati, na hizo watakazopata kamati ya Mzee Tuti itaanza kazi baada ya huu mchakato, si sawa? Ili tufanye mabadiliko kanisani. Pigia Yesu makofi. Kwa kugusia tu ni kwamba ikiwa mambo haya ya taharuki yataisha na wale wageni wetu ninaowaambia waje, basi kuanzia tarehe 10 wakiwa hapa tutakuwa na mafunzo kuanzia saa 7-8 kwa siku 2, si sawa? Hiyo ambayo itakuwa ni Ijumaa, itakuwa ni Ijumaa na Jumamosi, na Jumapili wanamalizia, si sawa? Kwa hivyo saa 8 tutakuwa na hayo mafunzo, na Yesu atatubariki. Ni vizuri kuchukua cha mahali na nyinyi nanyi mchanganye na chenu na tusonge mbele, si sawa? Lakini kile ambacho nataka kuambia ni hii: wakati mtu anapofundisha hapa, chukua kile kilicho chako, sawa? Anaweza kufundisha mambo ambayo hayakufai, usimpigie kelele, usimkasirikie. Wewe chukua kile ambacho atakupatia, pokea. Hizo zingine mwachi, ili sawa? Lakini tusije tukawa kama ambaye hatuelewi ya kwamba huyu naye ni nani huyu. Maandiko yanasema usidharau mtu yoyote. Ni sawa? Kwa hivyo akiwa anafundisha, kile kitakuwa chako, wewe chukua. Mtumishi Mackenzie alikuwa anakaribisha kila mtu. Uwe vipi anakukaribia. Kile ambacho ni cha kwetu tutachukua, kile ambacho kitufai na tujifunze hivyo, kwa sababu wageni watakuja wengi na si lazima tuchukue vyote vya kwao, si sawa? Kwa sababu sisi nasi tuna vya kwetu ambavyo tumefunuliwa na Roho, si sawa? Kwa hivyo vile ambavyo vitatufaa tuchukue, vile ambavyo si vya kwetu tuachane na. Ni sawa? Pigia Yesu makofi. Ningependa sasa tuangalie maandiko kwa siku ya leo. Na juzi nikiwa nafundisha nilizungumzia ya kwamba dhambi yoyote anatenda mwanadamu inafunga macho ya roho na kufungua macho ya mwili, si sawa? Kwa hivyo unapoanza kutenda dhambi, jua ya kwamba mawasiliano yako ya roho yatafungika na utabaki mtu wa mwili. Sawa? Tunasema mtu wa mwili kwa sababu utakuwa mshindani kwa kila kitu. Ukifundishwa hii unashindana, ukiambiwa hii unashindana. Yaani hauna upenyo kwa chochote utakachokuwa unaambiwa, hauna upenyo ndani yake. Si sawa? Hiyo ndiyo macho ya roho yamefungika. Lakini mtu yeyote anayeongozwa na roho, huyo mtu huwa ni mnyenyekevu na ana hofu ya Yesu ndani yake. Si sawa? Kama vile alivyosema ndugu yetu kwamba kuna utajiri. Ni sawa? Utajiri ameuzungumzia kwa kirefu, lakini mimi nitasema kwamba ajenda ya kila tajiri ni kuongeza utajiri wake. Si sawa? Hakuna tajiri anayetaka kufilisika. Umewahi kusikia tajiri anataka kufilisika?
Kwa hivyo ajenda ya kila tajiri ni kuongeza, na ukiwa wewe ni tajiri wa dhambi, utataka kuongeza maana dhambi ndio utajiri wa. Sasa kila dhambi inapokuja inapenya ndani yako na kupata nafasi. Wapendwa, tusiwe matajiri wa dhambi, bali tuwe matajiri wa ufalme wa Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Chura anapenda sana maji, lakini siku ile utamweka ndani ya maji ya moto, ndio urafiki wenu utaishi. Hamtaelewana tena, si sawa? Urafiki utaisha hiyo siku, si sawa? Sasa sisi tunafananishwa na chura. Maji ni neno, si sawa? Alafu maji yale ya moto ni neno likiwa limekole, si sawa? Hivi tuko hapa si tuko hapa? Na ni wangapi wamekimbia sasa? Maji yamechemka, serikali haitaki watu makanisani, unawaona? Ni maji yamechemka. Siku ile utamweka ndani ya maji ya moto, utamuona karibu na wewe. Si sawa? Lakini nashukuru kwamba Yesu amewatia nguvu na mumefika, hata kama maji yako moto mnataka kuyao. Pigia Yesu makofi. Maji yako moto na mko tayari. Na hivi ndio inatakikana, wapendwa. Maandiko inasema hizi ni nyakati za mwisho, na chochote kitakachokuja mbele yako usiogope, tembea na Yesu. Kila step unayopiga Yesu awe karibu yako. Si sawa? Tembea na Yesu. Huu ndio wakati wa mtoto wa mganga kuokoka na kumwacha baba yake na uganga wa huu ndio wakati ambapo mtoto wa mganga anaokoka na baba yake anaendelea na uganga, kwa sababu hakuna mtu atakayehukumiwa na mwingine. Ni wewe utahukumiwa peke yako, uamuzi ni wa kwako. Si sawa? Kwani kuna mtu hapa asiyejua kwamba watu wakishikwa kanisani wanafungwa, si wako? Lakini si mmetoka nyumbani hivyo hivyo. Maji ni moto na mmetoka. Sasa hii ndio kuamua sasa. Hichi ndicho kipimo. Wengine wangesema wacha pastor ashikwe peke yake. Lakini mmefika hapa, ninajua mko tayari kuogea hata maji moto. Pigia Yesu makofi. Inapendeza. Kila mtu ana TV, kila mtu ana redio, mnasikia kwamba kanisani zimefungwa, watu wasiende, lakini mko hapa. Hii inamaanisha watu wana utayari. Watu wana utayari wa kumtafuta Yesu. Na sisi tumeomba siku zote tukimlilia Yesu ili atulinde na atazidi kutulinda. Pigia Yesu. Atulinde na atazidi kutulinda. Pigia Yesu makofi. Tuko na mgeni special katikati yetu. Mgeni very special. Mama, hebu njoo. Tuko na mgeni very special. Nani yuko karibu hapa leo? Anayekuja aje jamani. Anayekuja na aje jamani. Ni kwa neema ya Yesu. Pigia Yesu makofi. Huyu ni very special na amejiunga na sisi na atakuwa pamoja na sisi. Yeye hata asemi, sisi ndio tunasema kwa niaba yake. Sawa? Atakuwa pamoja na sisi. Simama tu mpendwa, simama tu. Kwa dakika mbili simama tu. Unaweza kushuhudia kipindi kile umepitia, alafu tuchamke jambo. Amina. Amina, shukuru kusimama hapa inagharimu mkono wa Yesu. Maana ni wengi hata walitamani wafike makanisani na wameshindwa kwa sababu ya giza maisha. Lakini Yesu ametutia nguvu hata tuende binadamu. Hakika imekuwa ni safari ya matatizo na shida nyingi, magonjwa. Lakini nashukuru Yesu kwa sababu ametupa mshauri mzuri. Anatushauri akiwa ndani ya roho. Maana kama hangekuwa kwa roho, mimi hakika asingekuwa nimekuwa. Lakini amekuwa wakinishauri wakati majaribu imekuwa nyingi, ananiambia ndio chakula ya wateule. Sasa nashukuru Yesu maana amekuwa mshindi wangu. Amina. Asante sana Yesu. Asante sana. Asante sana Yesu. Asante
sana Yesu. Asante sana. Asante sana Yesu. Asante sana. Kwa wema wako Yesu. Kwa wema wako. 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 Kwa kazi yako Yesu. Kwa kazi yako. 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 Kwa wokovu wako Yesu. Kwa wokovu wako. Kwa wokovu wako Yesu. Kwa wokovu wako. Tamka jambo kwa ajili ya huyu mtoto. Tamka jambo kwa ajili ya huyu mtoto pamoja na mama yake. Ni kipindi kizito wamepitia. Ni wakati ambapo wanahitaji msaada wa Yesu. Wanahitaji upendo wako na wa Yesu. Tamka jambo kwa ajili ya huyo mgeni. Tamka jambo mama yake akapate riziki. Mtoto akapate kulishwa vizuri. Tamka jambo kwa ulinzi wa Yesu kwa ajili ya nyumba ya mama huyu. Tamka jambo kwa ajili ya ndugu za huyu mtoto, wakawe na upendo ndani ya nyumba moja, wakawe na muungano wao na familia. Yesu waunganishe wote kwa pamoja. Jambo tunazokataa hizo za shetani na yule mwovu shetani kutoka kuzimu anayetaka kuleta mtafaruku Yesu na kuwatoa walio wadogo katika nyumba yake. Yesu unganishe nyumba hii pamoja na mtoto huyu. Wacha akakue katika njia za neema. Wacha akawe mtumishi. Karama zako Yesu ziambatane na ulimwengu. Asibaki jinsi alivyo Yesu, bali akakue katika maadili mema. Yesu unaweza. Baba wewe ni uweza. Hakuna kama wewe Yesu. Yesu naomba Kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. 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 Asante mtakatifu wa watakatifu. Yesu tunakushukuru kwa hiki kitendo. Malaika huyu ulimweka ndani ya tumbo la mama yake. Tunasema ni asante kwa kumleta duniani. Yesu umemleta kwa neema zako. Anaenda kulelewa na mama yake. Yesu sisi tunamweka wakfu mikononi mwako. Chochote atakachopitia katika maisha yake, uwe mtangulizi wake. Tangulie mbele Yesu. Hata mama yake anapoenda kumlea, Yesu muunganishe pamoja na utumishi wako. Unasema katika Kumbukumbu la Torati 6 ya kwamba tuwalee watoto wetu vizuri, nao waje walee watoto wao na
watoto wao walee watoto wao. Yesu, hata huyu tunamkabidhi mikononi mwako. Tupatie hekima zaidi ya kuishi pamoja naye. Angalia mzazi huyu anaenda kuwa na kibarua kigumu cha kumlea huyu mtoto. Yesu, kuwa msaidizi wake, kuwa mfariji wake, kuwa mshauri wake kwa lolote analofanya. Yesu, mtangulie. Ninakuomba Yesu Kristo, mtoto huyu anapokuwa, wacha karama zako zote ziwe ndani yake. Awe mtumishi katika nyumba yako. Yesu, asitoke nje ya utumishi, bali ukazidi kumtendea makuu. Nasema ni asante Yesu. Asante Baba kwa masaa haya mtoto wetu umemkabidhi mikononi mwako. Yesu, kaa naye na umlinde. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina. Pigia Yesu makofi. Inapendeza wapendwa kwa Yesu kutenda kazi zake. Sawa sawa? Inampendeza Yesu kutenda kazi zake. Yule ni mtoto mdogo, mama yake anaenda kukaa pamoja naye, utukufu na mambo yote Yesu ndiye atakayekuwa mlinzi. Si ni sawa sawa? Unaweza kuketi. Unaweza kuketi. Ninataka kuzungumzia mambo ambayo leo tutakwenda nayo, na fungua nami waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro mbili mstari ni wa 20. Juzi nilizungumzia heshima ya watumishi, na tulipokuwa kule Chandula, mtumishi mmoja akasema watu wanasema yule ni mpakwa mafuta wa Yesu. Yeye akauliza, je, kuna wapakwa matope? Anauliza, je, kuna wapakwa matope? Si wote ni wapakwa mafuta? Ama kuna mpakwa matope? Hakupata jibu. Si sawa? Leo nitakuwa na maandiko na tutasonga hivyo. Nisomee hapo. Waraka wa pili wa Petro 2:20. Nasema, kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafuko kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafuko ya dunia kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Keti tu kidogo. Ukiisha kumjua Yesu, ukiisha kutambua utamu wa Yesu, ukiisha kaa ndani ya wokovu, ukiisha kombolewa na Yesu, ukajua mazuri yote ya Yesu, ukinaswa tena na mambo ya dunia, hali yako ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Si ni sawa? Tuko hapa sote tumeokoka. Yangu ni hofu ya kurudi nyuma, ndio ninawafundisha leo. Hofu ya kurudi nyuma. Wapendwa, usitake kupiga step moja nyuma wakati ushamkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wako. Ukimkubali Yesu, tembea ukienda mbele. Lakini maandiko inasema wale ambao wamekwisha kumjua Yesu na kujua mema yote ya Yesu, tena baadaye wanaswe na shetani, warudi nyuma vile walivyokuwa mwanzo, itakuwa mbaya zaidi. Si ni sawa? Hali yao ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ya kwa. Pigia Yesu makofi. Mimi na wewe tuko hapa leo, tulikwisha tambua ya kwamba marembo ni mbaya. Tukatambua ya kwamba madawa na madaktari si mipango yetu. Si ni sawa? Elimu na hizo zingine kadhalika. Si ni sawa? Tukaamua kutembea na hii Injili. Siku ile wewe utakaporudi nyuma na kuiacha njia ya kweli na kuingia njia ambayo si ya kweli, jua ya kwamba
hali yako itakuwa mbaya zaidi ya vile ulivyokuwa. Ni sawa? Kwa hivyo unapoamua kutembea na Yesu, no going back. Umeamua ni Yesu, unatembea na Yesu siku zote za maisha yako. Saa hii kama ulikuwa mlevi, kama ulikuwa msherati, kama ulikuwa mwizi, na umekwisha tambua kwamba jina la Yesu ni jina takatifu na haliendani na uchafu wowote, alafu wewe urudi tena kutamani mambo ya kwanza, hali yako itakuwa mbaya sana. Kama ulikuwa mlevi, utalala vichochoroni, miguu juu kichwa chini, kwa sababu hali itakuwa mbaya zaidi. Si ni sawa? Kama ulikuwa msherati, utaifanya hadharani, kwa sababu ni maandiko yamesema. Si ni sawa? Ninawaomba wapendwa, hii safari ambayo tumeianza ya Yesu, tusiwe na kurudi nyuma. Hofu ya kurudi nyuma ituondokee. Kila siku tuone nuru na tuone kwamba Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Popote alienda huyo Yesu alitenda mema. Na wewe nawe uwe barua. Popote unapoenda utende mema. Sio saa hii umeokoka, umekata nywele, hauendi hospitali, lakini kwa muda unasema mimi nimechoka na wokovu. Nimekaa huko ndani ya wokovu, acha ni pambe nywele. Daktari yuko pale, acha niingie. Nakwambia wewe, hali yako itakuwa mbaya zaidi. Si sawa? Amina. Hizo ndizo baadhi ya laana zilizowekwa kwa Biblia kwa siri bila watu kujua. Maandiko kama hayo ni aina ya maandiko ya laana za Yesu. Kwa sababu anakuambia ukishamjua yeye na ujue ukweli, utoke kwa giza uingie kwa nuru, ukirudi nyuma tena na unaswe na shetani, basi hali yako ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Ni sawa? Amina. Hapo chini maandiko yanasema heri kama ungejua. Hebu soma hapo. Heri ungejua wewe, lakini kwa vile umejua. Leo nafundisha kwa amri, nafunga pia mimi leo. Haya twende, heri mstari wa 21. Maana ingekuwa heri kwao, kama wasingelijua njia ya haki, kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Ni sawa. Heri usingeijua wokovu, heri usingelijua kwamba kuna wokovu. Lakini leo kwa vile umejua kuna Yesu na ni mwokozi na umemkubali, ukirudi step moja nyuma, my friend, shauri yako. Ni sawa? Songa mbele. Songa mbele na nani? Yesu. Beauty and handsomeness comes from the inside. Always look for people who are beautiful inside. Uzuri wa mwanadamu inaonekana kutoka wapi? Ndani. Siku zote za maisha yako jaribu kutembea na watu ambao ni wazuri kutoka sawa. Ukitembea na wazuri kutoka nje, watakupigisha step moja nyuma. Lakini tembea na mtu ambaye uzuri wake ni wa ndani, maneno yanayotoka ndani mwake ni mazuri na kukujenga na kukuinua katika wokovu wako. Kila anachotamka mtu kiwe kinakujenga mahali. Si sawa? Amina. Huyo ndiyo mtu mzuri wa kutembea naye, atakujenga. Pigia Yesu makofi. Wanadamu tumezoea uzuri wa nje, lakini ndani tumesahau. Siku zote za maisha yako angalia mtu aliye mzuri kutoka ndani yake. Hata kama ana sura kama fisi, lakini ndani kuko sawa. Hiyo ndio inatakika. Hiyo ya ndani ndio itamuingiza wapi? Uzimani. Si sawa? Amina. Kwa hivyo ukishamjua Yesu, huyo Yesu atakuchagulia marafiki. Si sawa? Amina. Walio wazuri kutoka ndani. Ukishamjua Yesu atakupa mwelekeo wa kutembea nao. Si sawa? Amina. Mimi ninawaambia leo, ikiwa umeokoka na urudie mambo ya kale, wewe umekwisha. Na sio mimi nasema, ni Petro anasema katika waraka wake.
Heri hungemjua huyo Yesu, heri ungejua huo uokovu. Lakini ukishajua uokovu alafu useme mimi nataka kupumzika kidogo, huyo shetani anakunasa kweli, anakunasa na kukushika kweli, hautapata tena nafasi. Si ni sawa? Wapendwa, tusonge mbele. Na ndiposa leo nimewaambia ya kwamba ninafurahi sana wakati serikali imetangaza kafyu yake kwamba watu hakuna kwenda makanisani, lakini kwa vile ni Yesu mumeamua kuja, kwa sababu mna imani na yule mnayemwabudu. Mna imani naye. Lakini yule aliyepiga step moja nyuma ya kwamba niende vipi na serikali imesema, sasa hapo ndipo huamini kwamba Yesu wako anaweza kukutendea. Ni sawa? Amina. Mambo ya imani hayaonekani kwa tuna imani kwamba serikali imetangaza, lakini Yesu yuko atatulinda. Si hiyo ni imani? Amina. Na ametulinda siku zote kwa imani. Wapendwa, tuamini kwamba Yesu anaweza. Tuamini kwamba Yesu anaweza hata kama hatukumuona. Tuamini kwamba Yesu anaweza hata kama hatumuoni, kwa sababu kuna watu walikula na kunywa pamoja naye lakini hawakumuamini. Sawa? Amina. Wewe ambaye hukumuona toka mwanzo, amini kwamba yuko na anaweza na atakutendea. Huu si wakati wa kulala usingizi useme ya kwamba mimi nakaa nyumbani, itakuwaje serikali imesema. Jitokeze ndio Yesu atambue. Je, wewe ni chura utaruka kwa maji yote ama unachagua maji baridi? Utaingia kwa maji yote ama yakichemshwa unakimbia? Pigia Yesu makofi. Leo tumesikia ya kwamba heri kama hungelisikia hili neno. Kwa wenzangu ambao ndio mwanzo mnaingia kwa wokovu kwa kipindi kifupi, siwafungi, lakini ndio ukweli wa maandiko ya kwamba kama umeamua kuachana na dunia, umeamua kuachana na ulevi, umeamua kuachana na fitina na masengenyo, umeamua kuachana na usherati, usirudi tena kwa hiyo. Songa mbele na Yesu. Maana ukirudi nyuma utanaswa. Ukirudi nyuma utafanywa nini? Utanaswa. Na ukinaswa hautatoka tena. Hali yako ya mwisho itakuwa mbaya. Hata afadhali ulikuwa unavuta sigara moja au mbili, utavuta 10. Kwa sababu hali inakuwa mbaya zaidi. Hata ulinzi wa Yesu unaukosa kabisa. Pigia Yesu makofi. Hivi leo tunayazungumza haya maneno, unaweza kuyachukulia ni marahisi, lakini hebu teleza, urudi nyuma tu. Uone vile shetani atakukamata, atasema wewe ndio ulikuwa umenikataa juzi. Haya, nimekupata tena sasa. Atakufinya na hautatoka tena. Wengine huwa hawarudi tena, wakishatoka namna hiyo ndio kabisa. Si sawa? Lakini wacha nikwambie leo, mimi na wewe tusifanye kosa la kurudi nyuma. Huu si wakati wa kulala usingizi. Huu ni wakati wa kusonga mbele na Yesu. Si sawa? Warumi 13 mstari wa 11. Warumi 13 mstari wa 11. Somea hapo. Warumi 13 anza mstari wa 11. Kuanzia mstari wa 11 inasema, Naam. Tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi, tuondoke katika usingizi. Imekwisha kuadia saa ya kuamka katika usingizi, imekwisha kuadia. Kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi, kuliko tulipoanza kuamini. Kidogo tuamke katika usingizi, kwa sababu sasa hivi ni nyakati za mwisho, na wokovu wetu uko karibu nasi zaidi kuliko vile tulivyoanza kuamini. Si ni sawa? Ulianza kimchezo, nimeokoka kimchezo, lakini sasa wokovu uko karibu zaidi. Sawa? Sasa ni usonge mbele. Sasa ni kusonga mbele. Wokovu uko karibu zaidi, kwa sababu siku zinaenda zikiisha, na ukiachilia huu wokovu, mpendo, utaanguka wapi? Jehanamu. Ni sawa?
Ulianza kuamini kidogo kidogo, lakini sasa ninakwambia leo, amini Yesu 100%. Nimemuona akitenda. Pigia Yesu makofi. Imani yako haitasaidia mwingine. Imani yako itakusaidia wewe. Ni sawa? Amina. Endelea. Mstari wa 12. Ndio. Usiku umeendelea sana. Usiku umeendelea sana. Mchana umekaribia. Mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza, na kuzivaa silaha za nuru. Usiku umeendelea sana. Usiku utasimamia nini? Usiku ni giza. Na giza ni la nani? Ni la Shetani. Tulikuwa kwa giza, tukaendelea kwa giza kwa muda mrefu. Lakini sasa wokovu uko karibu nasi. Mchana umekaribia. Nuru tunaenda kuyo. Sasa tuyavue mavazi yetu ya giza, tuvae mavazi mapya ya nuru, kwa sababu nuru imekwisha angaza. Pigia Yesu makofi. Usiku umeendelea. Hebu imba hiyo. Mambo ni haya. Mchana umekaribia, watu wote watakusanyika wapi? Mbinguni kwa Baba. Usiku umeendelea, mchana umekaribia, watu wote watakusanyika mbinguni kwa Baba. Pigia Yesu makofi. Hapo mwanzo tulikuwa katika usiku wa giza. Usiku ukaendelea pamoja nasi, lakini ni wakati sasa, mchana umekaribia, tuyavue mavazi ya usiku ya giza ya Shetani, tuvae mavazi mapya ili tukaenende katika matendo mapya, Yesu akapate kutupokea. Malizia kitu hapa. Mstari wa 13. Ndio. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Hebu acha nigusie hili jambo linaitwa wivu. Wivu inaweza kukufanya wewe mwenyewe ukajikosea heshima. Mtu aliye na wivu hujikosea heshima yeye mwenyewe. Na ukiwa na wivu tu ni rahisi sana kujikosea heshima. Kwa sababu mtu atasimama labda na mke wako, wanaongea tu mambo ya kawaida, utaenda pale ukunje ngumi. Umejiaibisha, hujaibika. Kama ni mke wako si analindwa na Yesu, ya nini uende ukakunje ngumi? Wivu ni mbaya. Ni kitu kidogo tu namna hii. Wivu ni mbaya. Kuna mtu kule kwetu alikuwa anapanda juu ya mti, mke wake akienda sokoni, anamchungulia ameongea na wangapi, akirudi ni maswali. Hiyo yote ni wivu. Wivu ni hatari. Usiwe na wivu. Tunajua kwamba chochote unachokipenda utakionea wivu, lakini isipite kiasi. Si ni sawa? Amina. Tunaambiwa ya kwamba tuyavue matendo ya giza, tuvae matendo ya nuru. Akakwambia matendo ya giza ni hayo wivu, ni hizo zote masengenyo, hayo yote tulikuwa ndani. Si tulikuwa huko? Sasa hayo yaliyotajwa hapo chini ndiyo matendo ya giza ambayo tunapaswa kuyavua ili tukavae utu wema, ambayo wamesema tuwe na adabu. Ni sawa? Tuwe na adabu nzuri. Wapendwa, mtu yeyote aliyeokoka anaishi tofauti na anakuwa tofauti kwa mambo mengi. Ni sawa? Hauwezi kuokoka na ukabaki jinsi ulivyokuwa,
ni lazima mabadiliko yataonekana ndani yako. Ni sawa? Hautakuwa mtu wa kukwaza watu, hautakuwa mtu wa kurusharusha maneno, hautakuwa mtu wa taharuki saa zote, bali utakuwa ni mtu unayejiamini kwa chochote unachotamka. Si sawa? Kwa sababu ulimi wako utatawaliwa na nani? Na Yesu Kristo. Na siku moja nikafundisha nikasema ya kwamba katika miili yetu kunaweza kuwa na sehemu ya mwili wako ambao imekuwa ngumu, kila unapojaribu unaona haiwezekani. Pengine kama ni kusengenya, unajaribu sana kujilinda. Unasema mimi leo sitaongea kitu kuhusu mtu yeyote kwa sababu ninamwamini Yesu. Lakini baada ya kama dakika 10 ushasengenya watu 4. Sawa? Sasa inakuwa ni tatizo kwako. Unatamani kutoka ndani, lakini kuacha inakuwa shida. Unasema mimi nimeokoka, sitaiba tena, lakini baada ya dakika kidogo ushaiba tayari. Ni sawa? Sitakunywa tena, ushakunywa tayari. Sasa basi nikawaambia ya kwamba Yesu ndiye muumba wetu na yuko na spare ya vitu vyote vilivyo ndani ya miili yetu. Mwambie Yesu akubadilishie ulimi wako. Kama ulimi wako ndio unawasha moto saa zote, mwambie Yesu, ulimi wangu nibadilishie, niwekee mwingine. Atakuwekea mwingine ambao hautakuwa na maneno hautakuwa wa nyoka. Maana nyoka, Pastor James alisema na ndimi ngapi? Ana ndimi mbili. Inasema hii na inasema hii. Yesu anaweza kukubadilishia hali yako vile unavyotaka. Mwambie Yesu, mimi nimechoka na kusengenya, nalia mbele zako. Naaibika kwa kusengenya, naaibika kwa wivu, naaibika kwa hasira. Yesu, hata jana nimepiga mtu jana kwa sababu ya hasira, niondolee. Yesu atakuondolea. Yesu, ulevi unanisumbua, hata nikisema sitakunywa, nitakunywa tu. Yesu, leo ninalia. Atakubadilishia hiyo hali na akupe hali mpya ya matendo mema. Hilo ndilo vazi jipya ambalo tunapaswa kulivaa. Pigia Yesu makofi. Hayo ndio mavazi mapya ambayo tunayatarajia, ili usije ukawa kwazo kwa mtu. Hebu nisomee kitabu cha Yohana waraka wa Timotheo wa kwanza 6:1. Waraka wa kwanza wa Timotheo 6:1. 6:1. Twende. Wote walio chini ya nira ya utumwa wachukiane bwana zao kama wanaostahili heshima yote, ili jina la Mungu na mafundisho Ngoja kwanza. Waraka wa pili wa Korintho. Anzia 1. Waraka wa pili wa Wakorintho anzia 1. Hiyo 6. Nasi tukitenda kazi. Inasema nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi. Msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema kwa wakati uliokubalika